Hébreux chapitre 9 verset 22. Mama Biolo tatusomea Colossiens chapitre 1 verset 20. Tunasoma Waebrania 9 mstari wa 22. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Na katika Torati karibu vitu vyote vinasafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Amen. Kisha utayarishe Apocalypse 12 verset 15. Mama Biolo twende. Colossiens chapitre 1 verset 20. Chama chibota tofauti na Apocalypse chapitre 12 verset 11. Mama Biolo pata. Colossiens. Na kwa yeye kupatanisha vitu vyote kwake, akiwa amefanya salama kwa njia ya damu ya msalaba wake, kwa yeye kama ni vitu duniani au vitu mbinguni. Amen. Amen. Thomas nale verset 12 11 tarisha verset ya mwisho. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ufunuo 12 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, wala hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Amen. Mama mseme verset ya mwisho. 10:19. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi kwa sababu tuna uhodari wa kuingia mahali patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile iliyoanza kwa ajili yetu mpya na hai katika pazia, ndio mwili wake. Amen. Amen. Ingambo Mama Aziza, verset kwanza kwa verset gani? Hébreux chapitre. Amen. Amen. Il y a quoi dans Hébreux verset chapitre. Laissez-moi. Alice. Verset à quoi? Hébreux combien? Amen. Prisca, verset à quoi? Verset. Félicitations. Tu n'as pas dit à ce que ça te toque. Nilikupiesha na ulishinda umepata fimbo kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma 4 verset. Verset ya pili tulisoma wapi? Haleluya. Tema yetu mchana leo ni importance ya damu ya Yesu. Ambia mwenzako importance ya damu ya Yesu. Haleluya. Lugha nyingine tunasema faida ya damu ya nani? Ya Yesu. Haleluya. Faida ya damu ya Yesu. Faida ziko mingi, nitagusia faida chache juu ya muda. Haleluya. Tukagusia kwa damu. Damu inaweza kuwa na signification mingi. Mais en bref, damu na selon Biblia, damu ni uzima. Haleluya. Damu ni nini? Ndio maana katika Walawi walikataza watu wakule nyama na damu. Walikataza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukapokea damu katika maisha ya wanadamu, kuko damu mingi. Haleluya. Ndio maana quelquefois unatuma patia bamwa raison ya kukatala baongezewe damu sana magonjwa. Haleluya. Haleluya. Tunafuatana. Kuko wengine madini azitike bamongeze damu omwe akufe meba simongeze damu ya mwingine. Jua nini? Nikapokea damu ya mtu wala ana. Ile damu yake tu ni uzima, inaingia directement wapi? Haleluya. Tunafuatana. Ukaangalia dunia kwa ina damu mingi. Kuna kuwaka madamu, kuna kwa wengine wasemaka aseni badamu nini? Sana. Baba damu kama chungu make na mwiko. Baba Yesu asifiwe sana. Asema sisi tunakuwa badamu ndio badamu yake. Tunakuwa madamu
madamu bana au peke baanza jiita ni madamu samba. Tunaje kutana ni madamu wazi kuna malimite. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko madamu tunakuya kuiriti na haiko sie njoba auteur la ile kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko mafamilia zinariti damu ya usharati. Utasikia familia mzima ni basharati. Utakosa ni nini? Ni kitu ya nini? Haleluya. Kuko damu ya bwizi. Utasikia ile familia yote wanakuwaka jua nini? Ni damu. Haleluya. Kuko damu ya kichawi. Kuko damu ya richesse. Haleluya. Kuko watu kuko na damu ya utajiri. Sikuna mayo. Haleluya. Kuko mtu akaanza tu. Unasikia anafanya nini? Mwingine anapima vinashindikana, ni problemu ya damu. Haleluya. Kuko mwingine kuna damu ya kutokuolewa. Utasikia huyu ni maisha kufanana, ni problemu ya nini? Ya damu. Sasa leo tunazungumza damu ya zaidi ya madamu yote na ni damu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kunakuwa damu ya mikoshi, kunakuwa damu ya laana, damu sambaza, na tutangazia leo ile damu sambaza tutegeuze itakuwa damu ya baraka katika jina la Yesu. Kwani kunakuwa na damu iko zaidi ya madamu yote, ni damu ya Kristo. Ndio maana kitabu cha Hebrew kinatuambia kama tunakuwa na damu ambayo imenena vema kuliko damu ya Abeli. Damu ya Abeli inalia vengeance, damu ya Abeli inalia vengeance, mais damu ya Kristo inalia repentance. Kwenye damu ya Abeli kunalia vengeance, natangazia siku ya leo damu ya Yesu ilebe delivrance katika jina la Yesu. Abeli iko na reklame profete, natangaza damu ya Yesu ta reklame richesse katika jina la Yesu. Kwani kunakuwa na damu iko na zaidi ya damu yote, ni damu ya Kristo. Haleluya. Kuko majamaa kuna madamu sambaza. Leo tutanyunyuza damu ya Yesu ile damu sambaza. Utatoka hapa utakuwa tena damu sambaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko mafamilia kuna damu ya kutokolewa. Tatangaza damu ya bei kali itaingia kwa maisha yako na kuolewa utaolewa. Basi Kristo alimwaga damu kwa ajili yetu. Haleluya. Naona mtu anaangalia, mimi nakuwa damu gani? Kuna kwa watu vile. Nafika fasi yote wanafanya, wananikataa. Kuko watu wa vile. Biko na damu ya reje, damu ya kukataliwa. Mimi tuko na damu ya Yesu, tutaondoa damu ya kukataliwa, itatia damu ya kukubaliwa katika jina la Yesu. Haleluya. Kuko watu tunao familia yetu tuko na damu ya mchunguzi. Leo kama ni damu ya mchunguzi itaingia maisha yako katika jina la Yesu. Tutainyunyuza katika maisha yako, na wakati itaingia itaondoa damu ya laana, itatia damu ya baraka. Haleluya. Sasa kontenia muda tutasimulia aina fulani ya importance ya damu ya nani? Nataka tukuba Kristo. Inapaswa kujue faida ya damu ya nani? Yesu. Hakuna damu ya maana mdunia kama damu ya nani? Ndio maana nyie leo mnajengaka na leo mshajenga, leo utajenga kesho. Uevite tu natajenga material yako baba Sincha kumata kuku kuimwanga asena mwanga damu hapana. Ile kuku pigo Sincha ikule. Tunakuwa na damu ya bei kali. Sasa tunatanza jenga tunalika damu ya Yesu ianze kufundation. Parce damu ya kuku, damu ya njiwa haiondoe mikoshi. Ndio inakuwa ni kifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Wakristo wanafanya hivi. Siku tutakajenga hapo. Watu watambia sasa tukuchinja damu mbuzi ya kumwanga. Kuna beza ya damu ya mbuzi hapa. Kuna beza ya damu ya nani? Ikamwandika inaondoa laana na mikosi yote. Damu ya kuku haitaleta uponyaji, haitaleta deliverance. Ile ni mfumo hata Kristo wanatafanya makanisa. Unataka shantia kafe tumwage kwanza. Unasahau kwako damu ilimwagika juu yake. Haleluya. Kama kuna projet yako, mwagika damu ya nini? Ingana kazi mpaka unataka jenga shantia yako. Itabatumisha Mungu. Nataka jenga shantia. Kuko damu ilimwagika. Napenda ile damu mwinyunyuze mbele kwangu. Unajua kwa kitu kingine tujue, Yesu iko na anatoa
kubatiziwa. Watu wote wanaona Yesu kama vile mtu. Yohana akaona Yesu kama vile kondoo. Watu wanaona Yesu anakuja wakasema mtu yule anakuja. Yohana akamwona kama vile kondoo. Akasema angalia mwana kondoo wa Mungu aiondoe dhambi za wanadamu. Ilibidi kondoo ichinjwe na imwage damu na damu imwage iondoe dhambi ya wanadamu. Na importance ya kwanza ya damu ya Yesu ndio tunataka kwanza kulisoma. Mama tumekujilete. Familia wakusikia. Hébreux 19:22. Importance ya damu ya Yesu ya kwanza, damu ya Yesu iko pale juu ya pardon ya péché. Haleluya. Ambia mwenzako pardon ya péché. Haleluya. Juu ya kwanza ya kabani. Hébreux 22. Katika Torati vitu vyote vinatakaswa kwa nini? Haleluya. Baba jinsi haiko leo. Baba. Haleluya. Vitu vyote vinatakaswa damu ya kuku, damu ya njiwa, damu ya nani? Jina la Bwana limekosa. Chapia Kristo makofi anastahili. Haiko damu ya kuku, haiko damu ya mbuzi, lakini ni damu ya mwana kondoo ambayo ni mwangika kwa msalaba, inakutakasa makosa na dhambi. Haleluya. Ndio maana hata ukifanya dhambi aye, hatutakuomba leta mbuzi juu tuichinje damu yako, ile mbuzi no imwange damu ndio samehewe. Hapana. Ambia hapa kutufundisha vile. Tunajua tuko na damu ile mwangika kwa msalaba, kitabu ya Yesu ndio kutondolea dhambi na makosa. Haleluya. Parce que kulikuwa tafutuweka sadaka. Ndio maana ukasoma Apokalipsi 5. Maandiko yananiambia wakati Yohana yuko mkisanga cha Patmos, Biblia inasema akaangalia vitabu vimefungwa na vinatua mihuri. Kisha akasikia sauti nasema, nani yuko na uwezo kufungua vitabu na kuvunja mihuri 7? Haleluya. Jina Bwana lipo sana. Ile vitabu vilifungiwa, ni mimi na wewe tulikuwa tukifungwa. Biko natafuta kondoo yenye tachinjwa kuifungue vitabu. Yohana akakuwa attentive, akasema niangalie nani atajitokeza ndio afungue vitabu. Biblia inatuambia Yohana akaona akukua mtu. Mbinguni akaonekana mtu, duniani akukua mtu, hata chini ya jua akukua mtu. Kama nasema mbinguni akukua mtu, Mikaeli alikuwa pale. Mikaeli alikuwa na uwezo wa kufungua vitabu. Hapa kudunia kulikuwa Musa alikuwa hapa. Musa alikuwa na uwezo wa kufungua vitabu. Chini ya dunia Shetani alikuwa pale, akukua mtu. Ilikuwa tu elope Yesu Kristo, simba la kabila la Yuda, avae mwili na afungue vitabu. Sasa Yohana kuna lia, akasikia sauti namwambia nyamaza. Unakuwa mwingine kondoo iliyochinjwa iko na uwezo ya kufungua vitabu na kuvunja mihuri 7. Haleluya. Jina Bwana lipo sana. Importance ya kwanza ya damu ya Yesu kumesha mwanadamu ni pardon de péché. Haleluya. Ndio maana kitabu cha Isaya kinatuambia hata dhambi zenu zilikuwa nyekundu kama nyekundu ya damu, wale nakuwa mingi kama mchanga wa bahari. Damu ya Yesu itaitakasa na kuifanya nyeupe kama vile theluji. Ndio maana wewe uko pale, usiangalie maprobleme ndio ulishapita, ushatoka nyumba tano, ushaua, kunakuwa damu ingana uwezo kutakasa maisha yako. Kunakuwa damu ingana uwezo kufanya tena upya. Yeneko pale kupali na kushuka na kutubu. Damu utatakasa. Kuna ni santo cha 10 na baveti wanakuyaka na Mungu anatameni. Haleluya. Importance ya kwanza ya damu ya Yesu ni pardon de péché. Sasa chose grave. Kama ni pardon ya dhambi, kama Kristo anatusamehe dhambi zetu, na sisi tunapaswa kusamehe dhambi za wengine. Haleluya. Biblia inatuambia utusamehe makosa yetu kama nasi tuwasamehe walio. Mtu mwenye na utongu wa damu ya Kristo, hata abamulombe msamaha, yana samehe yako. Mimi nasema damu ni nini? Damu ni uzima. Kama damu ya Kristo ni ndani yetu, maana ni Kristo mzima iko. Tunafuatana. Tunaona importance ya damu ya Yesu. Ishara iko pale, iko na damu ya Yesu. Akataka yaje, batone ishara peka na vaja katika tike moya. Mais ishara katika tike moya mimi kwa wawili. Ishara na Yesu anaikala. Kwenye ishara anaikala na Yesu anafanya nini?
Ndio maana Yesu anasema kaeni ndani mwangu na mie nikae ndani yenu. Ndio maana tuko kwenye Yesu abete kukubali, Yesu akakaa ndani mwetu atakubaliwa kupitia sie. Bwana asifiwe sana. Basi Yesu akakaa ndani mwetu, damu ni mzima. Kama damu yake ikakaa ndani mwetu, maana kwenye sie tuko Yesu kubali. Ndio maana hakuna haja ya kuogopa. Ndio maana Paulo akasema, msinisumbue, ya maana nakuwa na chapa. Haleluya. Ya maana niko na chapa ya nani? Mtu mweko na damu ya Kristo, watu wamunake yeye. Wanaona Kristo ndani mwake. Ndio maana kutembea watajua ni Mkristo, na kusema watajua ni Mkristo. Hapata kuambia utubu, mtu mweko na damu ya Kristo, ile damu inamwambia kajipatanishe. Mkristo mbangana kupuse kutubu. Damu yako ndani yako. Haleluya. Maandiko yananiambia kama vile Torati vyote vimetakasika. Kwa nini? Ni kusema haiko tu dhambi. Haleluya. Mama Beba alisema vyote ni nini? Dhambi. Dhambi si nini? Ni vyote. Vyote vingine ni nini? Krize. Na Mungu akubariki kutosha mkrize katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vyote nikusema na magonjwa inatakasika kwa haleluya. Mikoshi bala ya batate yako mama bene inatakasika kwa damu. Wanasema kama mfamilia na ole wake, moto kwa damu ya Yesu ishaondoa vyote. Inatakasa mikoshi ya batate yangu, inatakasa mikoshi ya baba yangu. Basi maandiko yananiambia vyote vimetakaswa. Kama ukisha mimi Kristo huko kitu na kataa, unapaswa kunyuza damu ya Yesu maisha yako. Maandiko yananiambia vyote vimetakasika kwa damu ya Yesu. Hii probleme mimi napitia, Biblia inaniambia kwa msalaba Bwana alimwaga damu yake, vyote vinatakasika. Hii maisha ya chama yangu ya kukataliwa, ya kutukaniwa, ya kunini, leo mimi naitakasa na damu ya Yesu, na itakasa. Na sasa niko na upili, niko na mtu mmoja maisha yake, Mungu ndio kumtakasa siku ya leo. Hautatoka kitu lingia. Kuko damu ya bei kali iko na nyunyuza maisha yako leo, itatakasika. Hata na magonjwa yenye munganga alisema haitapona, natangaza vyote vimetakasika kwa damu ya Yesu. Sasa niko na upili, hata damu ya Yesu ishuke mu maisha ya mtu mmoja, na kwenda kufanya kazi, na kwenda kufungua, na kwenda kutakasa. Elimu iponake, na itangaza yote natakasika kwa damu ya Yesu. Utatoka hapo utapona. Haiko kwa nguvu yako, ni kwa uwezo wa damu. Yote vinatakasika. Uko na problema magonjwa. Wenyewe unasikia sema magonjwa. Sema kwa imani. Useme hii magonjwa ni gift, ni hernia. Useme imetakasika katika damu ya Yesu. Na kutangazia leo utoke na ubaki hapa katika jina la Yesu. Na mtu mmoja imani apokee. Na mbele nitoke hapa kwa Mungu wa madhabahu huyu, utashuhudia katika jina la Yesu. Basi maandiko yanatuambia vyote vimetakasika kwa dhambi, kwa damu. Kama unaziona dhambi zako nayo, ungali damu ingana kuondoka. Na kutakuwa wakati mmoja damu unafanya utakauka. Haleluya. Leo ingana kazi. Kote ni muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nikwambie, mama mgeni, mwenye kutengeneza hii mikro iko na pièce de rechange ya nini? Ni bila matano. Mwenye kutengeneza noa iko na pièce de rechange ya nini? Tunasikilizana? Mwenye kutengeneza ya appareil iko na pièce de rechange, na wewe mwenye alikuumba mama iko na pièce de rechange yako. Ndio kila kitu kinaibika maisha yako leo. Kuko damu itakifanya tena kwa safi. Mungu atakitakasa katika jina la Yesu. Basi mwenye alikuumba kuna pièce de rechange yako. Ambia mwenzangu, Mungu wako kuna pièce de rechange yako. Hii figo uko unanisumbua leo itaondoka katika faida pili ya damu ya Yesu. Ndio ya verse ya pili tulisoma. Haleluya. Mkolosai chapitre 1 verset 20. Ninakwambia, nilisema nini? Katika Biblia basi yake usikie pale. Na kwa yeye. Na kwa yeye, kwa nani? Kwa Yesu. Kwa nani? Kwa Yesu. Ambia mwenzako kwa Yesu. Importance ya pili ya damu ya Yesu. Kwa Yesu kwa nini? Upatanisha vitu vyote kwa upatanisha vitu
vyote. Simamia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Importance ya pili ya damu ya Yesu, reconciliation. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati tuliingia dhambi, hakukuwa uhusiano ya mie na Mungu. Haleluya. Kwa fadhali. Kwa fadhali kule nyuma. Hakukuwa nini? Relation. Entre mie na nani? Entre wewe na uhusiano kafanya nini? Importance ya damu ya Yesu ikaleta tena nini? Hatuwezi kuchapia damu ya Yesu. Haleluya. Ikakupatanisha tena. Hata nikwambie, unajua Mungu ni nani? Mie ni nani na vumbi juu nipatane na Mungu. Haleluya. Haleluya. Ete tunajionaka kwanza. Mie akapenda leo kunifanya mbuzi, nitageuka mbuzi sasa. Damu ya Yesu ikanifanya nipatane na nani? Haleluya. Importance ya pili ya damu ya Yesu inaleta reconciliation entre mie kwanza na Mungu. Kwenye kulikuwa hakuna uhusiano, damu ya Yesu ikatupatanisha. Ndio maana leo niko na feve ya kwenda kwa baba, naambia baba na mgonjwa, baba anasema nakuponesha mtoto wangu. Baba niko krize, baba sema mtoto wangu nakupatia. Tukulisha kwa uhusiano. Kwenye hakuna uhusiano siwezi longa kitu. Kama sina uhusiano na baba ushindi, hata nikamwona, hata nipatia nini? Atanipatia juu kwanza nipokee, nipatie kwanza ni access. Mbele hakukuwa uhusiano. Hakuna kitu kilitokelea Mungu na kumwelezea maprobleme zetu, kumwelezea shida zetu, kumwelezea mahitaji yetu. Mwanadamu alikuwa ni sisani ama Yesu akakuya akamwaga damu yake. Ile damu yake ikatupatanisha tena. Leo tunakuwa na access libre ya kwenda kwa baba na ananisikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafuatana. Uhusiano na haleluya. Hapana uhusiano na president. Hapana uhusiano. Ukakuwa uhusiano na Mungu. Mungu anataka uhusiano na president. Haleluya. Jina Bwana liwe sana. Damu ya Yesu ikatupatanisha. Ninakwambia ikatupatanisha na watu yote. Ikanipatanisha na Mungu, na baada kunipatanisha na Mungu, ikanipatanisha na Papa Ibenge. Kwa sababu maisha yangu sisi nilikuwa kama tayari na Papa Ibenge. Damu ya Yesu ikanipatanisha naye. Hata tulikuwa maadui, tulipatana kwa damu ya Yesu. Haleluya. Wakati tuko mkanisa, kuko damu ya upatanishi. Ndio maana watoto ya Mungu, wenye biko na utovu ya kimungu, wanakuwa karibu kupatana. Haleluya. Kama sasa tuko mfasi moja, sina haja kuuliza kama ushari unatoka wapi. Na ndio kwa damu shanipatanisha naye. Bwana Yesu asifiwe. Kuko damu ambayo kanipatanisha na Papa Ishari. Sisi ni mtu wake amekasi ya damu ya Yesu. Akatupatanisha naye. Haleluya. Ndio maana Musafina mlikuwa pusi, mkakuwa na panya. Pusi akiliambia panya, sasa tulikuwa kule nje. Wewe panya nilikukula. Metuko kwa mtu atupatanisha, sitakukula tunakuwa watu wakatiki. Wewe tunapatikana ndani ya Kristo. Kule nje tulikuwa mapusi, kule nje tulikuwa mapanya. Ndani ya Kristo hata tulikuwa maadui kule. Damu ya Yesu inatufanya tunakuwa. Haleluya. Damu ya Yesu ya kufanya ya upatanisho. Hakuna Myuda, hakuna Myuda. Wote tutakuwa watoto ya jina la Bwana liwe sana. Jina la Bwana liwe sana. Ese tulituanaka bila damu ya Yesu. Tulikuwa vitana sababu kuna huko na paji, huko na bata kisa kisharaka. Damu ya Yesu inatupatanisha. Inatosha mtu kule, inamtosha huku, inamtosha huku, inatufanya tunakuwa watoto wa baba. Jina la Bwana liwe sana. Kama tulipatana na Kristo, damu ya Kristo ikatupatanisha na Mungu. Na kama tupatanisha na Mungu, haiko tu na Mungu, ikatupatanisha na watu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kuchunguza au ule tukupendake, ule ni nini? Tukakutaniwa tuko watoto wa baba mmoja tutapendana. Ndio maana nakuana chere, najua nikatoka kwangu, nikafika kwa mama Gaeli, najua niko mbele ya dada yangu. Kama nikubana atanisongea, niko ndani ya nyumba ya dada yangu, tuko watoto ya baba. Haleluya. Damu ya Yesu inatupatanisha. Ninakwambia nilipatanisha watu.
tutapatana tu. Tuko damu ya upatanishi. Wanakosemesa upendo upendo. Unatoka ungena itia lekari. Damu ya nafasi. Damu. Na yo pouvoir ya damu. Damu ndio uzima. Tukasema damu ya Yesu iko mwa Sergibit. Tukasema Yesu uzima iko. Haleluya. Tunapatana. Na kisiko na nyake na kile damu ni damu afani. Ukono pende patani. Ujue kwa mama chiba ile damu iko. Unapatana. Hivi sasa tunasema hata ile damu patanishi Mungu amenyuza maisha yako leo. Wanazoeleza. Basi natiri ya Mungu ni kupatana. Turudi kwa kidogo. Musa iko mgongo. Nataka parenthèse pa nionyeshe pouvoir ya ile damu kama iko maisha yako. Upendo upendo itakuimposer ufanye. Kwa nini mama Paulo akasema na yaweza yote katika Bwana anatia nini? Ndio parce que Mungu wake ni uwezo. Ndio force na mposer kwa nini? Amen. Mena tulizaka saa Musa iko msanga. Anasikia sauti na mwambia nini? Vua mahali pale ni pataka. Tulizaka kweli. Sasa kwa mkono. Mwile pori, si kwa kudongo. Kudongo ndio kwa takatifu. Kwanza kuteme kwa propre evangelist. Ni kudongo. Akasema uvue viatu. Au siku yote watu wataona vitaa pale hakuwa patakatifu. Mene siku Mungu akamwambia Musa, vua viatu tu kwenye huko ni patakatifu. Twani ni patakatifu. Tu kulikuwa presence ya Mungu mtakatifu akaikala pale. Na tu ni presence ya Mungu mtakatifu akaikala pale, pale kote kukakuwa patakatifu. Au Mungu wako ndani yetu ni Mungu wa kutumikia. Akakaa ndani yetu atatuimposer tupendane. Ambia wenzako reconciliation. Kuko mtu mmoja leo utatoka hapa ulikuwa usemezana na dada yako na nyunyuzo maisha yako kama reconciliation. Ianguke leo, utatoka leo utamuzia boga. Haleluya. Sisi ule mwenye upatane naye. Kama upatanishi kaingo maisha yako. Utakuwa kama mzana kibonde. Unasema pia kamata. Utasema nani alikuwa kuko damu ya upatanishi iliingia ikakupatanisha naye. Haleluya. Tia mkono unaambia Bwana, nyunyuza damu yako. Nyunyuza damu yako. Damu ya upatanishi. Inipatanishe mie na wewe na nipatanishe mie na ndugu yangu katika jina la Yesu. Na jinsi unaomba hata ile damu nyunyuza maisha yako katika umama ipokee, ukichana ipokee katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Damu ya nini ya upata? Haleluya. Hakuna damu ya Yesu. Hakuna damu hata profete gani. Iko na nguvu sana. Inatupatanisha kwa mimi na Baba. Ona kwa Mungu, natii ya Mungu ni mtakatifu sana. Kisha mimi mchafu napatana na Mungu. Kiasi ya nini? Haleluya. Haleluya. Sasa Bwana anaangalia damu. Hata nikwambie, ile damu ya Yesu, haiko damu ya Yesu. Jina la Yesu, jina la Mungu, jina la Yesu. Unafahamu? Yesu, Mungu yuko na jina. Kitabu kiona tuambia na jina ya Yesu ya Mungu ni nani? Yesu. Ndio tunatuambia yote mnafanya katika tendo, mfanye katika jina. Haleluya. Mungu yuko na jina. Mungu alishuka na mwili. Basi tu damu mwacha tuambie. Yesu alikufa kifo cha malaria, atungilokolewa. Unapatana maji. Alikufa kifo cha malaria, atungifanye. Alikufa na kifo ya kichwa na huduma akufa, atungifanye. Mejuto koleo kifo cha msalaba, damu imwangike. Na sasa damu itamwangika, kila yeyote ataoshwa kwa damu atapata ukombozi. Tuko mperiode pascaline, ndio maana ile damu inapaswa kufanya kazi katika maisha. Kwa sababu unajiuliza, haifai kuna mode net kama tu. Haleluya. Damu Yesu inatokea kusikia. Na maadui mwenyewe au unajua,
unaweza ona mtu wa single mtu wako maisha yako. Mtu wa bodi kwa. Mesani kidogo ndio akisema mtu pastor alishuka. Nikasema bwana mimi naweza shuka mbele yake. Yakambia pana unabeba mtu mkubwa mwenye akashuka. Damu ya Yesu inatupatia heshima kwenye ambayo tunashimia hata damu ya Yesu kwenye alikuwa bakitike kuanzia leo ngombe wake tikiwa katika jina la Yesu. Ulikuwa umebaka ofe alikatala alika damu ya reconciliation. Ule mwenye akaomba ile ofe akupatanishe naye na upite katika jina la Yesu. Sisi walikuwa wanakukatala. Leo damu ya Yesu itamenyuka maisha yako. Kwa nini ulikataliwa jana, utaitwa kesho na shamba na vigelegele katika jina la Yesu. Hata ni damu ya upatanishi. Le sang de la réconciliation. Inatupatanisha. Haleluya. Basi tunajua quelque chose kwa mtu mandaji za ngao. Siku moja kwa mtu mmoja. Tukaanza kutembea hadi sasa njaa. Tuza tandazi kule. Nikamwambia tuko ministre de Dieu Yesu kuja mjia. Hata ngana pala koti ya mshehe, na niko ministre de Dieu. Najua Mungu ananiheshimia kama vile ministre wake. Kama ba ministre ba nje biko na heshima, akwambia plus forte raison, c'est ba ministre ya Mungu. Kama ukisahau ukiti huko, ushapatana na Mungu wako na ule Mungu atakupatanisha na watu. Haleluya. Jina Bwana litukuzwe. Ya pili nini? Importance ya réconciliation. Mungu kwanza, kwa sababu sina Mungu wa kukosia. Yeye anakataa uhusiano ya Mungu na wanadamu sana. Sasa dhambi ilifika uhusiano kwa familia. Sasa dhambi ilifika ikatupatanisha. Haleluya. Kama na leo tunajua hata nikitoka kumwingi. Kristo ni ndani yako. Itakulaji Mungu. Jeti ndio nilala na boga sana. Haleluya. Mungu wetu ni wake. Nasema kwa jina lake libarikiwe sababu mekredali nilifungua mbele kwa mekredi alifungua na nini? Aksida. Nilikuwa sasa ya TikTok. Haleluya. Sasa Mungu akapenda kunionyesha haya. Tuko na Mungu wake. Haleluya. Tuko na Mungu. Niko pale ndosho kuantre ya kwenda kuparke. Natoka kuikote nasema nikute barabara. Nenda vuka tu balitabiri jeudi, mercredi, jeudi kwa kabinonesha, na kabinonesha kwa mwingine. Mimi nasema ni ile accident kwa ndio hapo. Sasa tunavuka, kwa kuvuka quelques minutes. Papa mwa alikuwa kumoto. Gari ndio msaka kichwa yote ama presence hivi. Sasa kwa beleza dokta jeudi, kutoka kwa ni ndio. Na sasa kufika leo. Ule papa kwa presque tayari. Presque kwa na yake moja. Nikasema njoo ile mtu fanya ananionyesha kisha. Manisho sije sana. Na pale pale nikataka mata moto nikasikia boga. Nikasema sitapata moto nenda tu na mimi. Nikasema Mungu wetu ni wake. Manisho sije sana. Ndio maana kuna kitu kinaweza fika kama Mungu akuruhusu. Akakiruhusu nasema amen. Haleluya. Na tutokopa tuko na ile damu. Kama nisema damu ni ndani yetu. Ukisema ni Kristo ile aya kutokana na Biblia. Nao walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu tueleza. Damu ya Yesu inatupatia ushindi kwa shetani. Inatupatia ushindi kwa mapepo, inatupatia ushindi kwa magonjwa. Ndio maana wakati wote tulikuwa katika vita, alika damu ya Yesu. Bwana Yesu tueleza. Yohana kaona hakuna watu wanashinda dunia. Hata kwa kushinda dunia haina black. Mama kazi. Kushinda dunia. Mimi napatia na tosha kushapo wewe shafika. Hii dunia. Haleluya. Ndio tutamshinda kupitia damu. Haleluya. Damu ya nani? Hapana damu ya mbuzi, hapana damu ya filaya ya kuku, damu ya Kristo. Ikakuwa ndani yetu tutashinda shetani. Ndio maana Yesu akasema msiogope, mimi nilishinda na nyinyi mtafanya nini? Mtashinda. Ndio maana Paulo anatuambia atupigane kwa nguvu yetu, lakini tunapigana kwa uwezo wa nguvu za Mungu. Kristo akakuwa ndani yetu. Tutashinda dunia. Tutashinda shetani. Na mbinguni tutaingia. Ndio yeye akasema waliweza kumshinda kupitia damu. Kama damu ya Yesu na mafaa. Haleluya. Tukasema kushinda shetani. Shetani atumuonaje? Tukiona dhambi tunaona nini? Tukiona fatani. Mama yangu. Shetani utamoka. Asisa
nani kwa kusali. Ni damu ya Yesu ndio tunashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliweza kumshinda shetani kupitia damu ya mwana. Importance ya damu ya Yesu maisha ya Kristo. Amen. Inatupatia nguvu ya kushinda. Akasema kushinda ni kama kuko nini? Haleluya. Kuko nini? Na vita yote hata uganie unapataka na wewe. Haleluya. Haleluya. Mama Azizi, bali mshinda me hautashinda na wewe. Haleluya. Tutashinda shetani. Metukiwa wapi? Mvita. Kuko aina ya vita mingi. Memanje aina tunakata kugusia mavita. Mevita kwa mingi kwa vita masemi. Kwa ile vita kwa sana. Haleluya. Haleluya. Watoto ambao kile anda ni pake baada ya mama akageuka. Na ndio ndio pale mama akageuka ni neema kama na chana zile diabetes. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado na mtu ambaye ataishakuwa mbona unaangalia kama futa kama ukamata basi nikachoko. Vita na nini kama semi? Tutashinda ile vita katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliweza kumshinda shetani kupitia damu ya mwana kondoo. Basi damu ukasema damu ni Kristo ndio ndani yetu. Atakupatia nguvu ya kushinda. Tike tamia. Mimi nakupatia victoire. Haleluya. Ndio tunatembea msomo piske. Anga mwanzo msomo piske mke. Yesu alishinda me alipata alipata. Baba sitalipigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka akasema Baba nikiwezekana kikombe hiki kinipitie. Haleluya. Maandiko yananiambia malaika akakuja akamtia nguvu. Natangazia mtu mmoja leo, unatashinda kuvita. Vita masemi, acha malaika kutia nguvu leo. Tuendelee na safari, tuko karibu mwisho. Tuendelee, vita isituchoshe. Tuendelee kwa mwisho. Utabishinda katika yeye ananitia na kesho. Na yaweza. Nasema mwili ni dhaifu, lakini roho ni tayari. Haleluya. Kama Yesu kwa msalaba, sasa vita vinakuwa vikali. Akasema Baba, sababu gani unaniacha? Mungu akasema utakipita tu. Utakipita. Unapenda promotion. Unapenda elevation. Kubali vita ile promotion. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko mtu wa Mungu ni Mungu. Ukainuliwa sana, vita inakuwa promotion. Mena yaweza katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatupatia victoire ya kuweza
damu ya Yesu. Kwa nini? Haleluya. Tapia Bwana makofi na vigelegele. Mahali patakatifu ni mlango uliofungiwa. Haleluya. Mlango unafanya nini? Damu ya Yesu inafungua nini? Sio kuna mfuata. Sio kama kuna mfuata. Haleluya. Joel unamfuata. Wapi mahali patakatifu mlango unafanya nini? Tunaweza kusema ni mlango wa mbingu kwa fani. Damu ya Yesu inafungua mlango wa nini? Haleluya, tapia Bwana makofi. Jina Bwana makofi. Damu ya Yesu inatupatia access ya kuingia mbinguni. Ni damu ya bei kali. Kwa nini tukiingia damu ya Yesu inatupatia? Est-ce que tu connais ile ukubwa damu ya Yesu? Unaona? Haini milango zote mbinguni. Mlango wa Mungu ufunikana na mbinguni. Azizi unataka? Milango zote, pastor tulishaza milango, si hivi? Milango zote. Milango ya nguvu unaweza kufungua milango ya kazi. Ndio milango ya mbingu unafanya. Unafungua milango ya ndoa, milango ya mbingu. Milango damu ya Yesu ikaanza kufungua kwanza mlango gani? Kama mlango wa mbingu ilifunguliwa na mlango wa ndoa itafunguliwa katika jina la Yesu. Kama mlango wa mbingu ilifunguliwa, ishara inatangaza mlango wa kazi utapatikana katika jina la Yesu. Katika milango yote, mlango ya nguvu ni ya mbinguni. Kama damu ya Yesu itafungua mlango ya mbinguni, hata mwenzako na mlango wa kitu unaobezeka itafunguliwa. Hata mtu wa imani kusema. Najua mshenda wa hoteli. Mshenda wa hoteli zaidi. Ukiingia hoteli ya kwa sababu. Nenda kwa voyage, baada ya kulala kwa kilo kwa civilisation ya leo. Sio tenda kwa exam nenda Kigali, ufike kwa ndugu yangu ndani. Na pasha la kwa hoteli, si vile mtu. Watu ni kuisha jambo bwana salo, ndio takia na mtalata mshambia yangu. Sasa mwa hoteli kuko ingine milango inafunguliwa na damu. Amona zile milango. Nataka mvile siku ngotike mwezi. Unafika ukasimama tu. Amezo na. Amtembeleke na nini? Ziko adabu bato Emmanuel Kat. Sona tenga mwesanse yake. Tunasimama tu. Inafanya kitu gani kinacheza kujulikana? Sasa kama damu yangu inafungua mlango, damu ya Yesu kwa ndani mwako itafungua mlango. Kuna mtu maana kufika pale. Anasema kama damu ya ishara inafungua mlango wa bato bila kugonga, mlango unafunguka. Inafikia presence ya damu na inafungula. Natangazia mtu kwa leo na nyunyuza maisha kumbe ya mama moya, ya dada, ya kijana. Damu ya Yesu inanyunyuza mahali pote tafika mlango kufunikane katika jina la Yesu. Kwenye mengine milango itafungiwa, wewe damu ya Yesu itafungua ile mlango. Watasema ulipita namna gani? Utasema nilipita na damu ya Yesu. Kama niko hapa sina damu ya kilega, sina damu ya kibabubabu, niko na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu inaingia kafasi. Damu ya mtu, wewe unataka damu ile. Mandazi zisizotumika na damu. Telefoni ya damu tuko nazo. Asitumika na damu. Kima tia likuta kama itakuta. Bogatia kidole. Kitu gani kinachotumika? Unaikomande. Ukapenda kujia WhatsApp, kupitia kidole unafanya. Ni damu yako. Wewe mama adigeni. Kama ni damu ya wapi ya kujua. Na telefoni ina obey. Inaitika kitu kuitelekide. Sasa ndani ya maisha yako leo, anyunyuza damu ya Yesu. Kila kitu kiko yako tatelekide. Kifunikane katika jina la Yesu. Na tabiri kama vile mtume, kitu kama tatelekide leo, kitakobeiri. Hakika kobeiri tuko na damu ya fulani, niko na damu ya Yesu. Na ikakuwa ndani yangu kwenye utaingia na damu ya nani? Simama tobe Mungu. Simama tobe Mungu. Bwana sote. Ipa Bwana akatangaza damu ya Yesu. Oh, imeti pale gloria. Imeti pale gloria. Imeti pale gloria. Ipa. Alikatama ya maisha yako.
kuponya. Usifurahi na damu ya Mungu iko inatembea. Na sura kwa Mungu inatembea. Angalia sababu ya Yesu kutukuka kwa maisha yako. Ndio kuponya, ndio kuponya. Hata nilikuwa na sita na ninyunyuza damu ya Yesu maisha yako. Iponye magonjwa ya sita. Katika jina la Yesu Kristo, nimemnyunyuza damu yako kwa kila mtu mwenye anagusa, kama ni apandisite, anyunyuza damu yako kwenye apandisite hiko itakasike katika jina la Yesu. Anyunyuza damu yako kumaisha umama, kumaisha upapa, kumaisha kijana, anyunyuza, 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 itakase, 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 itakase katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nimetoka watu wako. Maandiko yakwambia yote imetakasika kwa damu yako. Kwanza leo nimetakasa maisha ya kila mtu leo. Kwenye alishindwa jana, damu yako upatie victoria kesho katika jina la Yesu. Kwenye alikataliwa jana, damu yako upatie kibali katika jina la Yesu. Kule kwenye alikatala kufunguliwa, leo naitangaza kufunguliwa kupitia damu ya Yesu. Hata neema ya damu yako Bwana iwapatie watu wako kibali katika jina la Yesu.